Ukweli huu kuhusu Pasaka unatisha sana. Kama hauna roho ngumu, acha kabisa kufungua video hii. Kuna mambo mazito sana kwenye Pasaka, na kuna mambo ambayo naamini kabisa kama mtu ambaye unafuatilia Biblia ni ngumu sana kuweza kuyafahamu. Na kama wewe unafuatilia Pasaka, utajua pia njia sahihi ya kusherekea Pasaka ambayo Wakristo wengi wamefichwa na viongozi wao. Mafundisho haya ni muhimu sana kwa Wakristo kwa sababu yatakupa nguvu ya kusimama kwenye imani yako na kukufanya uweze kumjua Mungu zaidi. Kama mtu ambaye nimekuwa nikisimulia simulizi za kipagani kwa muda wa zaidi ya miaka 10, ninaamini kwamba ninajua kile ambacho nakwambia, na ninajua kila kitu ambacho unaweza kuwa umeshawahi kukisikia mahali fulani kuhusiana na imani za kipagani. Kama Mkristo, napenda ufahamu kwamba sayansi ya ulimwengu wa kiroho ni moja tu hapa duniani, ila lugha inayotumika kutafsiri elimu hiyo ni lugha tofauti. Lugha zimetofautiana kutokana na tamaduni. Kuna tamaduni za Kiyahudi, tamaduni za Kirumi pamoja na jamii nyingine, lakini tamaduni hizi zimetumika kutengeneza simulizi za kusadikika, simulizi za mashujaa, mashairi pamoja na mafumbo. Mfumo huu ulitumika ili kuweza kuficha elimu hii isiweze kuwafikia watu ambao hawakustahili kuijua. Kuna siri ambazo baadhi ya watu waliweza kuzijua na zikawa hadharani, lakini jamii ambazo zimejipa mamlaka ya kulinda siri hizi waliweza kutengeneza propaganda ili kuweza kuficha baadhi ya ukweli kupitia matukio fulani ambayo waliyatengeneza. Mfano, ukizungumzia alama ya upinde, inaonekana unaunga mkono mahusiano ya jinsia moja, lakini alama hii kibiblia, kabla ya mambo haya kuibuka, ilikuwa ni ishara ya maagano kati ya Mungu na mwanadamu baada ya Mungu kuapa kutokuja kuangamiza tena dunia kwa kupitia mafuriko baada ya gharika la Nuhu. Kwa hiyo kama ukifuatilia sayansi iliyotumika nyuma ya upinde mpaka sisi kuweza kuona, nyuma yake kuna elimu kubwa sana, na elimu hiyo kubwa sana imeambatana na elimu ya kiroho ambayo iko katika ulimwengu wa kiroho, na hizi ndio siri ambazo hutakiwi kuzijua. Natamani niweze kukufafanulia kuhusiana na swala hili, lakini leo tunazungumzia Pasaka. Kwa hiyo kitu ambacho nataka uweze kufahamu ni kwamba alama sio kitu muhimu kabisa katika ulimwengu wa kiroho, lakini ujumbe ambao uko nyuma ya alama hizi ndio kitu muhimu kabisa katika maisha ya mwanadamu ya kila siku. Kwa hiyo lugha na simulizi ambazo zimekuwa zikisimuliwa sio muhimu sana, lakini elimu ambayo imefichwa nyuma ya simulizi hizo ndicho kitu ambacho ni muhimu katika maisha ya kiroho ili kuweza kukua kiroho. Kwa hiyo kitu ambacho nataka uweze kufahamu ni kwamba matukio haya na simulizi hizi ilikuwa ni njia ya kujaribu kufafanua tukio fulani ambalo limetendeka katika ulimwengu wa kiroho, au sayansi fulani ambayo inapatikana katika ulimwengu wa kiroho ambayo inahusika katika ukuaji wa nafsi yako ili kufikia kwenye ukamilifu wake. Ukamilifu wa nafsi ni kitu muhimu sana kwa mwanadamu, lakini kitu hicho ni hatari sana kwa watu ambao wanaitawala dunia hii. Ndio maana elimu hii imekuwa ni siri ya watu wachache ambao wamefanikiwa katika maisha ya hapa duniani. Kitu cha kwanza ambacho kinatuunganisha Wakristo pamoja na Wayahudi pamoja na wapagani na Waislamu pia ni majira ya nyakati au majira ya mwaka. Kwa hivi sasa Wakristo na Wayahudi tunapishana sana kwenye swala la majira, na ndio maana mpaka leo swala la Pasaka pamoja na Passover ambayo ni sherehe ya Wayahudi vinatokea katika siku tofauti, lakini tukio la Yesu ambalo lilitokea siku ya Passover ni tukio ambalo lilitokea siku moja. Kwa hiyo kiukawaida ilitakiwa siku ambayo Wayahudi wanasherehekea Passover ndio siku ambayo Wakristo pia wanatakiwa kusherehekea Pasaka. Swali la kwanza ambao Wakristo wengi wamekuwa wakijiuliza ni kwamba kwa nini tunasherehekea siku tofauti wakati tukio lilitokea siku moja? Kitu ambacho kama Mkristo nataka ujue leo, Wakristo pamoja na dunia nzima tunatumia kalenda ambayo inafahamika kama solar calendar, lakini Wayahudi, Waislamu pamoja na jamii nyingine wanatumia kalenda ambayo inafahamika kama lunar calendar. Hii ni kalenda ambayo imekuwa ikisomwa kutokana na mwenendo wa mwezi, huku kalenda ya solar calendar ikisomwa kutokana na jua. Kwa hiyo kitu hiki kimesababisha kuwa na utata, lakini swali kubwa ni kwamba ni nani yuko sahihi? Kama wanadamu
tulihitaji kalenda ili kuweza kujua majira ya mwaka, ili tuweze kujua siku za kupanda mazao yetu pamoja na kusherehekea sikukuu za kitamaduni ambazo zinatokea kipindi cha mavuno pamoja na kipindi cha kupanda, kwa sababu endapo utakosea majira hayo, basi utakosea siku ya kupanda na kutakuwa na uwezekano mkubwa kabisa wa mwaka huo kukosa chakula. Kwa hiyo majira yalikuwa ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo sababu kubwa ya kutengeneza kalenda ilikuwa ni kujua dunia inazunguka jua kwa muda wa siku ngapi. Kwa hivi sasa tunafahamu kwamba dunia inazunguka jua kwa siku 365. Kwa hiyo ndani ya siku 365.2422 dunia inakuwa imemaliza mzunguko wake mmoja. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho kwa hivi sasa tunakifahamu, lakini kipindi cha nyuma tulikuwa hatukifahamu. Kwa hiyo karne ya 4, kalenda ya kwanza ilikuwa na miezi 10 na ilikuwa na siku 304, na mwezi wa kwanza ilikuwa ni mwezi wa 3 au mwezi Machi. Kipindi hiki ni kipindi ambacho mimea ilikuwa inachipua. Kwa hiyo ni mwaka ambao kulikuwa na sherehe nyingi sana. Lakini pia Wayahudi pia walikuwa nao wanasherehekea Passover katika kipindi hiki, walikuwa wanaita mwezi wa kwanza, mwezi wa Nisan. Kwa hiyo huu ulikuwa unafahamika kama mwezi wa kwanza, ambao hivi sasa tunafahamu kama mwezi Machi. Kwa hiyo mwezi wa pili ilikuwa ni April, Mei, June, lakini Julai kipindi hiki ilikuwa inafahamika kama Quintilis. Oktoba ilikuwa inafahamika kama Sextilis, alafu Septemba ndio ilikuwa inafahamika kama Saba. Oktoba, Novemba, Desemba ndio mwezi wa 10, ikiwa na maana kwamba kalenda hii ilikuwa nyuma siku 61. Kwa hiyo baada ya muda mrefu majira yalianza kubadilika, maana baada ya mzunguko wa mwaka mmoja, inapokuja mzunguko wa pili, kalenda inakuwa nyuma siku 122. Kwa hiyo inapozunguka mwaka wa 3, kalenda inakuwa nyuma siku 61 zaidi. Kwa hiyo baada ya miaka kadhaa majira yalianza kubadilika. Kwa hiyo baada ya miaka kadhaa waliamua kuongeza miezi miwili ili kuweza kufiksi hilo tatizo ambalo lilikuwa linajitokeza, na katika kipindi hiki ndipo walipoongeza mwezi Januari pamoja na Februari. Lakini ili kuweza kumaliza tatizo zaidi, baada ya miaka miwili au baada ya miaka mitatu walikuwa wanaongeza mwezi wa 13, ambao mwezi huo ulikuwa unafahamika kama the leap year. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu ambao wanasema kuna kipindi kulikuwa kuna miezi 13. Hapana, huu mwezi wa 13 ulikuwa unaongezwa kila baada ya miaka kadhaa ili kuweza kufix ile tatizo la majira kubadilika. Kwa hiyo walikuwa hawajajua vizuri dunia inazunguka kwa muda gani. Kwa hiyo ili kuweza kufidia ule muda, kuna muda ilikuwa inabidi waongeze mwezi wa 13. Kwa hiyo wanapoongeza mwezi wa 13 ilikuwa inaonyesha kwamba dunia inazunguka kwa muda wa siku 370. Kwa hiyo kalenda hii ilikuwa na ubora kuliko ile kalenda ya kwanza, lakini ilikuwa ina upungufu wa siku 11. Kwa hiyo kadri muda ulivyokuwa unaenda, walijikuta pia wanapishana na majira kama vile kalenda ya kwanza. Na mwaka 45 BC, Julius Caesar, huyu ni mfalme wa Roma, aliamua kuupdate kalenda yao na kuiita Julian calendar. Kwa hiyo Julius Caesar aliweka miezi 12 na kuondoa mwezi wa 13 na kujazia zile siku zilizokuwa zimepelea katika miezi hii 12 na kufanya mwaka uweze kubalance kidogo. Kalenda hii iliendelezwa na Augustus Caesar na kubadilisha baadhi ya miezi. Kalenda hii ikawa inasoma mwezi wa kwanza ni Januari, mwezi wa pili Februari, Machi, Aprili, Mei, Juni. Hii Quintilis ikaitwa Julai, ambaye ilikuwa ni mwezi ambao unamwenzi yeye Augustus Caesar, na Septemba, Oktoba, Novemba na Desemba ikabaki vile vile. Kalenda hii ilikuwa na ubora kiasi, kwa sababu kalenda hii ilikuwa nyuma kwa muda wa dakika 11, na kalenda hii ikafahamika kama Julian calendar, kalenda ambayo ilitumika kwa muda mrefu sana. Baada ya karne kadhaa kupita, hizi dakika 11 zilizidi kuwa nyingi na majira yalianza kubadilika tena, na mwaka 1500 watu walianza kuona kwamba kalenda haiendani na majira ya mwaka, na mwaka 1582 Papa Gregory wa 13 aliamua kufanya marekebisho mengine. Marekebisho hayo yalifanywa kutoka katika kalenda ya Julian na kutengeneza kalenda
mpya iliyofahamika kama Gregorian calendar. Kalenda hii ilipishana na mzunguko wa dunia kwa muda wa sekunde 27 tu. Hii ndio kalenda ambayo ilifahamika kama kalenda ambayo imekamilika, kalenda ambayo tunaitumia mpaka hivi sasa. Wataalamu ambao walitengeneza kalenda hii ni monks wa Kirumi ambao walifanya kazi hii chini ya amri ya Papa. Kwa hiyo ili kuweza kupata muda sahihi ilibidi kuvusha tarehe kwa muda wa siku 10 mbele. Mwaka 1582 mwezi wa 10 tarehe 4 watu walienda kulala na kesho yake waliamka ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka 1582. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wamekuwa wakizungumzia hii conspiracy kwamba mwaka 1582 mwezi wa 10 tarehe 13 mpaka tarehe ngapi hazipo pamoja na vitu vingine. Ni kwa sababu hiki kilitokea. Kalenda ilirushwa siku 10 mbele ili kuweza kuendana na mfumo mpya au mahesabu mapya ya kalenda ya Gregorian calendar. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kilitokea. Kwa hiyo kwa sababu marekebisho haya yalifanywa na Papa, kwa hiyo Wakristo wa Eastern, Wayahudi pamoja na Waislamu hawakutaka kufuata kalenda hii kwa sababu kalenda hii ilikuwa imetengenezwa na Papa. Kwa maana hiyo itaonekana wamefuata sheria au wamefuata mamlaka ya Papa pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo hawakutaka kuonyesha kutii mawazo ya Papa pamoja na vitu vingine. Kwa hiyo wao wakaendelea kusimama na kalenda ya kizamani. Kwa hiyo Waprotestanti nao hawakuwa tayari kufuata kalenda hii mpya kwa sababu ilikuwa imetoka kwa Papa na wao walikuwa hawafuati sheria pamoja na maagizo ya Papa. Kwa hiyo kadri muda ulivyokuwa unaenda, waumini walianza kufuata kalenda ya Gregorian calendar, lakini kanisa liliendelea kufuata Julian calendar na kufanya wao wanapishana siku 10 na Roma pamoja na Wakristo wengine unapofika swala la Pasaka. Kwa hiyo kuna watu ambao wanasherehekea Pasaka Jumapili hii na kuna watu wengine wanaweza wakasherehekea Pasaka Jumapili inayokuja. Sababu kubwa ilikuwa ni kupishana kwa hizi siku 10 za Julian calendar pamoja na Gregorian calendar. Kwa hiyo katika swala hili, licha ya imani zetu kutumia kalenda tofauti, lakini kalenda ya Kirumi ndio kalenda ambayo iko sahihi kuliko hizo kalenda nyingine. Kwa hiyo licha ya kuzungumzia baadhi ya mambo kuhusiana na Warumi, lakini tuwapongeze kwa kile ambacho walikifanya kwa sababu ndio wametengeneza kalenda ambayo iko sahihi mpaka hivi sasa. Kwa hiyo hilo ni swala ambalo nimeona niweze kuliweka vizuri ili kama wewe umekutana na changamoto kama hiyo uweze kujua ni nini ambacho kimetokea. Kwa hiyo kwa mujibu wa Wakristo wa kwanza, waliamini kwamba Yesu aliwaamuru washerehekee sikukuu ya Passover, kula mkate pamoja na divai, kuandaa ile meza ya Bwana na vitu vingine kwa ukumbusho wake. Kwa hiyo wakati wanasherehekea ile Passover, wanakula mkate pamoja na vitu vingine, wanapokuwa wamekaa katika ile meza, wafanye hivyo wakisherehekea Passover, sherehe ya Kiyahudi, huku wakiwa wanamkumbuka yeye. Kwa hiyo Wakristo wa kwanza walikuwa wanakaa meza moja kama mlo wa mwisho ambao Yesu alikula pamoja na wanafunzi wake na kutumia wasaa huo au muda huo kama ukumbusho wa mkombozi wao. Kwa hiyo jambo hili lilifanywa na mitume wake kama sehemu ya ukumbusho wa Yesu, huku wakifuata tamaduni za Kiyahudi. Ni siku gani ambayo ilitakiwa hii sherehe iweze kufanyika? Kama unataka kuifuatilia, ni lazima uende kusoma kitabu cha Walawi sura 23 mstari wa 4 mpaka wa 6. Inasema kwamba ni siku ya 14 jioni. Kwa hiyo ule mwezi wa kwanza wa Nisan au ule mwezi wa 3 au wa 4 hapo katikati, unapofika ule mwezi wao wa Nisan, siku ya 14 jioni ni siku ya Passover na siku ya 15 ni siku ya kula mkate usio na chachu. Kwa hiyo watakula kwa siku 7 na baada ya hapo hiyo sherehe, kuna sherehe nyingine ambazo zitaendelea hapo mbele. Na mwezi wa Nisan kwa hivi sasa tunaofahamu kama ni mwezi huu wa mchepuo ambao inawezekana ikawa mwezi wa 3 au wa 4, lakini kwa sababu wao wanategemea kutoka kwa mwezi, basi hapo ndipo tunapopishana. Kwa hiyo ndio maana Pasaka pamoja na Passover vimekuwa vikipishana. Kwa hiyo hilo swala la muda hilo nafikiri limekaa vizuri. Kwa hiyo wakati Wayahudi pamoja na Wakristo wakisherehekea siku ya Passover kwa kufuata kalenda yao ya lunar calendar, Wakristo chini ya utawala wa Kirumi waliamua kuachana na tamaduni za Kiyahudi pamoja na kalenda yao na kuifanya sikukuu hii ya Passover iendane na tamaduni zao na kuiita Pasaka. Hapo ndipo Passover na Pasaka vilipopishana. Kwa hiyo Pasaka iligeuka kutoka kusherehekea Passover, sherehe ya Kiyahudi kwa kula
Last Supper kama ukumbusho wa Yesu na kuanza kusherehekea kufa na kufufuka kwa Yesu. Kitu ambacho watu hawafahamu ni kwamba hakuna mstari sehemu yoyote ambao unatuelekeza sisi wa Kristo kusherehekea kufufuka kwa Yesu, hasa katika siku hii ya Pasaka. Swala hili halikuwahi kuongelewa kabisa ambalo tunalisherehekea hivi sasa, kwa sababu swala hili halikuwepo kabisa. Swala hili liliibuka kwenye mkutano wa Nikea mwaka 325 AD. Walikubaliana kutengeneza siku ya Pasaka bila kuambatana na tamaduni za Kiyahudi. Kwa hiyo kabla hatujaanza kufika mbali, nataka ujue kwamba simulizi ya Yesu au safari ya Yesu ni safari ya nafsi yako ambayo unatakiwa kupita ili kuweza kujikomboa na kuweza kuzaliwa upya. Kwa hiyo kama ukielewa siri ambayo iko nyuma ya safari ya maisha ya Yesu, basi utakuwa umeelewa siri ya kufika kwenye ufalme wa Mungu ambao uko ndani yako. Kwa hiyo ili kuweza kujitenga na vitu vya kidunia ambavyo vimeambatana pamoja na wewe, ni lazima ujitenge navyo kwa muda wa siku 40 jangwani. Hii ikiwa na maana kubwa sana katika maisha ya Yesu alipoenda jangwani. Hiki ni kitendo cha kupambana dhidi ya matamanio ya kimwili, na endapo kama utashinda hiyo ego, utakufa na baadaye utazaliwa upya. Kwa hiyo kitendo cha historia ya Yesu ya kufa na kufufuka ni historia ya ego kufa na ile nafsi iliyokuwa ndani yake kuzaliwa upya, pamoja na vitu vingine. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kiko nyuma ya elimu ya Yesu. Kuna mambo mengi sana, lakini nataka uweze kupata idea ili tuweze kwenda vizuri huku tunakoelekea. Kwa hiyo baada ya kipindi cha barafu ambacho kinatokea mwezi wa 12 baada ya jua kupotea, tarehe 25 jua huanza kuchomoza upya. Tunasema jua limezaliwa upya. Katika kipindi hiki ambacho jua limechomoza, linachomoza kidogo na kuzama. Kwa hiyo ina maana kwamba usiku unakuwa mrefu kuliko mchana. Lakini kipindi cha mwezi wa 3, hiki kipindi cha mchepuo, hiki kipindi cha Pasaka, kuna kitu ambacho kinaitwa vernal equinox, yani mchana na usiku unakuwa unalingana. Kwa hiyo baada ya hapa mchana unakuwa mrefu kuliko usiku, ikiwa na maana kwamba mwanga umeshinda giza, nguvu za Mungu zimeshinda nguvu za shetani, au uhai unarudi tena, au mazao yanaanza kuchepua upya pamoja na vitu vingine. Stori hii ya jua ni simulizi ya safari ya nafsi ya mwanadamu. Kwa hiyo simulizi ya jua, nyuma yake kuna simulizi ya ulimwengu wa kiroho au sayansi ya ulimwengu wa kiroho ambayo inazungumzia safari ya nafsi yako ili kuweza kufikia ukamilifu wake. Ni kama Mungu alikuwa anazungumza na wanadamu kupitia vitu ambavyo vinatuzunguka. Kutokana na umuhimu wa tukio la jua lililokuwa linatokea, binadamu au jamii za asili tofauti tofauti ziliweza kupersonify jua, na jua liliweza kupewa jina la mtoto wa Mungu ambaye amezaliwa tarehe 25, na jua hili baadaye liliweza kufa na kurudi tena mwaka ambao unafuatia na kuwakomboa watu ambao walikuwa wanapitia kwenye majanga ya baridi pamoja na vitu vingine na kuzaliwa upya. Kwa hiyo kipindi cha zamani kulikuwa na watoto wa Mungu wengi ambao walikuwa wamezaliwa tarehe 25, siku ambayo jua lilikuwa linachomoza. Tukimzungumzia Horus, hii ni story ya mtoto wa Mungu aliyezaliwa tarehe 25 miaka 1000 kabla ya Yesu kuzaliwa. Lakini Buddha, huyu ni mungu wa Wahindu ambaye naye pia alizaliwa miaka 563 kabla ya Yesu kuzaliwa. Lakini Krishna naye pia huyu ni mungu ambaye alizaliwa tarehe 25 miaka 900 kabla ya Yesu kuzaliwa. Lakini Zarathustra, huyu naye ni mungu ambaye alizaliwa miaka 1000 kabla ya Yesu kuzaliwa. Lakini Hercules naye huyu ni mungu ambaye alizaliwa miaka 800 kabla ya Yesu kuzaliwa. Lakini Mithra naye ni mungu ambaye alizaliwa miaka 600 kabla ya Yesu kuzaliwa. Dionysius naye ni mungu aliyezaliwa miaka 500 kabla ya Yesu kuzaliwa. Na Tammuz naye ni mungu ambaye alizaliwa miaka 400 kabla ya Yesu kuzaliwa. Na Hermes naye ni mungu aliyezaliwa miaka 200 kabla ya Yesu kuzaliwa. Na Adonisis naye ni mungu ambaye alizaliwa miaka 200 kabla ya Yesu kuzaliwa. Lakini baadaye alikuja Yesu, Jesus Christ. Huyu ni tunaweza tukasema ni story ya mungu wa Kiroma ambaye naye alizaliwa mwaka 1 mpaka mwaka 30 tarehe 25. Kwa hiyo hicho ni kitu cha msingi kabisa ambacho niliona uweze kukitambua, ikiwa na maana kwamba simulizi za hawa miungu wote ni simulizi zilizokuwa zinafanana. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu ilikuwa ni simulizi za safari ya jua, na simulizi ya safari ya jua ilikuwa ni simulizi ya safari ya nafsi kufikia kwenye ukamilifu.
wake. Kuna kitu ambacho nataka uweze kupata picha hapo. Kwa hiyo mambo yanayotendeka katika ulimwengu wa kiroho yako connected na mambo ambayo yanatendeka katika ulimwengu wa kimwili, ikiwa na maana kwamba kuna mambo katika ulimwengu wa kimwili yanaweza kuelezea mambo ambayo yanatendeka katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo ukizungumzia safari yako ya kiroho, unazungumzia safari ya jua pamoja na sayari zake, unazungumzia simulizi ya miungu ya zamani, lakini pia utakuwa unazungumzia simulizi ya Yesu Kristo ambayo ilitengenezwa na Warumi. Hicho ni kitu cha muhimu sana sana kukiweka, simulizi ya Yesu iliyotengenezwa na jamii ya Kirumi. Hizi zote tunazozungumzia ni simulizi moja ambayo inakuhusu wewe pamoja na nafsi yako. Kwa hiyo kama unataka kufuata elimu ya kiroho ambayo Yesu alikuwa anaifundisha, hiyo ndio njia pekee ya kusherekea Pasaka. Sio kwa maslahi ya Yesu, ni kwa maslahi yako wewe binafsi, na ukumbusho wa ukombozi wa nafsi yako na ukumbusho wa kuzaliwa upya ni ukumbusho wako wewe, lakini ukumbusho wa Yesu ni ishara ya kukumbusha kile ambacho kimetokea ndani yako. Kwa hiyo jamii nyingi zilikuwa na sherehe za kusherekea, hasa kipindi hiki cha mchepuo huu, mwezi wa 3 na mwezi wa 4. Walikuwa wanaamini kwamba hali ile ya mchepuko au hali ile ya dunia kuanza kuota mazao upya ni hali ambayo imeletwa na Mungu anayefahamika kama fertility god, Mungu wa uzao. Unaweza kumuita Semiramis, unaweza kumuita Madonna, unaweza kumuita Isis, unaweza kumuita Ishtar, unaweza kumuita Estores. Kuna majina mengine mengi ambayo wamekuwa wakimuita huyu Mungu ambaye asili yake inaendana na mwezi. Katika Biblia kuna sehemu ambapo wamemuelezea Queen of Heaven ambaye amekuwa akisujudiwa na kupelekewa mikate pamoja na vitu vingine. Inaaminika kwamba Mungu huyu alikuwa ni bikira ambaye aliweza kumzaa mtoto wa Mungu. Kwa hiyo Waroma waliona ni vizuri pia Bikira Maria akaingia kwenye kundi la miungu hawa na Yesu akaingia katika kundi la miungu hawa, ili kuweza kwenda na elimu ya kiroho pamoja na tamaduni ambazo wao walikuwa wanasherekea, kwa sababu ilikuwa ni ngumu sana kuweza kuibadilisha jamii hii na kuanza kusherekea tamaduni za Kiyahudi. Miungu hawa inaaminika kwamba kipindi hiki cha mchepuo au kipindi hiki cha Pasaka ndicho kipindi ambacho mama zao waliweza kushika mimba, na mwezi wa 12 watoto hawa uzaliwa. Kwa hiyo Warumi walikuwa wanafanya sherehe ya kula, kunywa na kusherekea Mungu wa uzao, huku wakiwa uchi, wakishiriki matendo ya ngono na wale ambao watapata mimba na kufanikiwa kuzaa mwezi wa 12. Itakapofika mwezi wa 3 katika mwaka unaofuatia, watoto hawa mara nyingi hutolewa kafara kama sadaka kwa Mungu huyu, na damu za watoto hawa upakwa kwenye sanamu zenye umbo la yai. Na ndio maana kwenye sherehe hizi kuna picha za maumbo ya mayai ambayo yamepakwa rangi. Hii ni moja ya alama ambayo imetumika katika sherehe za Pasaka. Lakini pia sungura anawakilisha uzazi. Lakini pia kuna kitu kingine ambacho ni muhimu sana kwenye sherehe hizi. Kitimoto ni chakula ambacho kinaliwa siku ya Pasaka, na picha ya kitimoto ni moja ya vitu muhimu kwenye tamaduni za Pasaka. Simulizi za zamani wanaamini kwamba Nimrod alikufa na Semiramis alimzaa mtoto anayefahamika kama Tammuz ambaye alimzaa tarehe 25 bila kuingiliwa na mwanaume. Kwa hiyo Tammuz aliendelea kukua, na akiwa katika umri wa ujana alienda porini kuinda, na huko porini alikutana na nguruwe pori ambaye aliweza kumdhuru na kuweza kufariki dunia. Kwa hiyo katika sherehe hii ambayo inasherekewa siku ya Pasaka, kabla ya kuanza kusherekea sherehe hii, kuna maombolezo ya siku 40 kwa ajili ya kuomboleza kifo cha Tammuz. Lakini baada ya hapo kuna kutoa sadaka mbele ya Semiramis au mbele ya Mungu huyu wa uzazi, na baada ya hapo kuna sherehe ya kula kitimoto kama sehemu ya kulipiza kisasi kwa mnyama huyu ambaye alimzuru Tammuz. Kwa hiyo ni sherehe ambayo inasherekewa kitamaduni. Ni historia ambayo hai make sense, lakini ndicho kitu ambacho kinafanyika katika tamaduni za jamii hiyo. Kwa hiyo ni kweli alama ambazo zinawakilisha Pasaka sio alama za Kikristo wala hazihusiani na maandiko katika Biblia, na sherehe za Pasaka haziko kwa mujibu wa maandiko ya Biblia. Agizo ambalo Yesu alituagiza kwa kula mkate usio na chachu pamoja na divai kama sehemu ya kumkumbuka ni tukio ambalo limekuwa likifanyika makanisani. Waroma wamekuwa wakila mkate usio na chachu pamoja na divai kila Jumapili, wanaita ni kushiriki meza ya Bwana, na kuna jamii nyingine pia wamekuwa wakifanya hivyo kama sehemu ya kumbukizi ya Yesu. Pasaka tunaizungumzia ni sherehe ya kufufuka kwa Yesu, sherehe ambayo haipo kwa mujibu wa Biblia. Hicho ndio kitu ambacho
nilitaka hapo uweze kukiweka sawa. Lakini kitu ambacho nataka niweze kukiweka wazi ni kwamba sherehe hii haikufungi wewe kama Mkristo kusherekea. Unaweza kusherekea kuzaliwa upya kwa nafsi yako, kufufuka kwa Yesu kama alama ya kuzaliwa upya kwa mwanadamu, au unaadhimisha ishara ambayo ndiyo msingi wa imani ya Kikristo. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho unaweza ukakifanya kama sehemu ya kuadhimisha kile kitu ambacho kinatokea ndani yako. Kwa hiyo ni jinsi gani kanisa lilipata siku ya Pasaka? Kwanza kabisa ni lazima itokee veno equinox, yani usiku uwe mkubwa kuliko mchana, alafu wanasubiri mwezi uonekane ukiwa full kama ishara ya Mungu Mama, huyu fertility god, kuzaliwa. Jumapili yake ndio tunasherekea Pasaka. Kwa hiyo Yesu kamshinda Shetani, Horus kamshinda Seti, mwanga wa jua umeishinda giza, au nafsi yako imeishinda ego, pamoja na kuzaliwa upya. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo vyote vina maana moja. Kwa hiyo hicho ni kitu cha msingi ambacho unatakiwa uweze kukielewa. Naamini kuna vitu ambavyo vimekuchanganya. Story kama hizi mara nyingi sisi wa Kristo tumekuwa tukichanganyikiwa sana. Kama umeweza kusikiliza mpaka mwisho, ni kitu gani ambacho unatakiwa kufanya? Kitu ambacho unataka nikupe kama ushauri ambao unatakiwa ubebe katika simulizi na malumbano yote ambayo yanaendelea hivi sasa, unatakiwa ufahamu kwamba kufocus kwenye hizi story na kusahau kilicho ndani yako ni sawa na kuabudu miungu wengine. Kwa hiyo ni nini ambacho unatakiwa kufanya ili uweze kuwa salama? Tofautisha elimu ya kiroho inayokuunganisha wewe na Mungu wako, lakini pia tofautisha elimu ya dini inayotengeneza misingi ya kanisa lako, lakini pia tofautisha elimu ya tamaduni inayolinda asili ya dini yako ilipotoka. Kuna kitu kizuri sana ambacho kitakuja katika chaneli mpya. Sitaki kabisa kuwavuruga wanangu wa Tricod Media. Tricod Media tutaendelea na stori zetu kama kawaida, lakini kuna kitu kipi ambacho kitakuja na nitakuja kuwatambulisha hivi karibuni. Tuko katika maandalizi ya mwisho, lakini kwa hivi sasa tutaendelea na stori zetu kama kawaida. Mimi ni Joseph Skills na Tricod Media. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwenye mitandao mingine ya kijamii.